Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakaribisha kwenye robo ya kwanza mwaka 2024 na kichwa kinachosema Le Psaume. Zaburi. Karibuni kwenye somo la tatu na kichwa kinachosema L'Éternel règne. Verset à mémoriser. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. Le Ténèbre est revêtu. Il est ceint de force. Aussi les monts fermes, il les chancelle par Psaume 93:1. Fungu la kukariri. Bwana ametamalaki, amejivika adhamu. Bwana amejivika na kujikaza nguvu. Naam, ulimwengu umethibitika na usitikisike. Zaburi 93 shairi la kwanza. Swali, changamoto, tunaweza kufanyaje? Swali, comment, changamoto yote usikose kutuandikia kwenye namba yetu ya WhatsApp ama hapa kwenye comment. Usikose kusubscribe, like na share kwa watu wengine. Karibuni. Neno lako ni taa kwa miguu yangu na mwanga kwa njia yangu. Nakukaribisha kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia kwenye parti ya leo ambayo ni ya reflexion avancée ama kujifunza zaidi. Tunajifunza zaidi somo lile la tatu na kichwa kinachosema Bwana anatamalaki ama L'Éternel règne. Hapo mpendwa, kwa sababu tutakuwa pamoja na wewe. Ndiyo wewe uko mbali na mimi nakukaa mbali, lakini kupitia mtandao huu tunaweza kuchangia pamoja lesoni. Nitatoa kifupi, nitauliza maswali na hizo maswali mtakuwa mkijibia. Wewe utajibia kwenye comment. Okay? Na wewe pia ukiwa na swali utaandika swali lako hapa kwenye comment na sisi tutajibia hapo. Tutakuwa tumechangia sote pamoja na kuelewa vizuri. Karibuni kwa kuwa uko tayari. Tutafurahi sana kusikia na kuona unapochangia. Basi tukaribishe mwalimu wetu Roho Mtakatifu. Tunashukuru Roho Mtakatifu, karibuni kuja kutuelewesha undani wa somo. Tumekuwa kwenye somo la tatu ambalo linakuwa na kichwa kinachosema L'Éternel règne. Mungu anatawalaki, Bwana anatawalaki. Fungu letu la kariri ni kwenye Zaburi ya 93:1 inasema L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi les monts fermes, il ne chancelle pas. Bwana ametamalaki, amejivika adhama. Bwana amejivika na kujikaza nguvu. Naam, ulimwengu umethibitika, usitikisike. Zaburi 93:1. Kwenye Zaburi, watunga Zaburi wanatuelewesha jinsi gani Mungu anatangazwa hapa. Na utagundua pamoja nami ya kwamba tulizungumzia sana masomo karibia 5 hivi. Tuliona Mungu kama muumba wetu. Amekuumba na ameniumba. Na yeye ni muumbaji mwema sana. Sio kwamba tu ametuumba, lakini ametuumba na anaendelea kutushughulikia mahali tunapokwenda. Hata anakujua na ananijua pia. Ni kitu kizuri sana wakati Mungu ananijua kwa jina langu na ananiona mahali pote nilipo. Ni kitu kizuri. Baadaye tukasoma Mungu kama mfalme kwenye Zaburi ya 97. Mungu kama mfalme. Kabla tuende kwa Mungu kama mfalme, lakini tuanze zungumzia pale kwa Mungu kama muumba. Yeye ni muumba wa dunia yote, kwa sababu hata kabla tulikuwa hatujakuwepo, ama kabla dunia ilikuwa haijakuwepo, yeye alikuwepo. Na akaendelea kuwepo hata baada ya dunia kutoka. Hiyo ni Zaburi ya 102:15 hadi 17. Yeye pia ni mkuu kuliko miungu yote ya mataifa. Hakuna Mungu ambaye anaweza kulinganishwa na Mungu, kwa sababu hakuna Mungu ambaye anaweza kuumba isipokuwa ni Mungu wa mbinguni ambaye Zaburi zinamtangaza. Na uumbaji wake unatangaza hata utukufu na upendo wake. Yeye ni mwenye kutukuka na mwenye utukufu. Ana nguvu juu ya viumbe vyake, na ulimwengu ni wa Mungu, kwa sababu yeye ndiye akaumba, akakujua wewe kwa jina lako, nami kwa jina langu. Anataka tupate kufurahia uumbaji wake. Tunapopumzika hata siku ya Sabato, tunapotangaza Mungu aliyeumba kwa siku 6 na ya 7 akapumzika. Itakuwa ni kitu kizuri sana.
Somo la pili tulijifunza kwamba Mungu ni mfalme. Yeye ni mfalme namna gani? Kwa sababu ameumba dunia yote na ufalme wake, utawala wake ni kwa dunia yote, hauna mpaka. Sio kwamba ufalme wake utakuwa na mwisho. Yeye anaendelea kutawala mahali pote. Ruhusu atawale pia moyo wako, kwa sababu anapokuwa mfalme akikutawala, utaishi kwa amani kwa serikali yake, kwa sababu wewe ni mkaaji sijui nitasema wa jimbo lake ambalo ni dunia, lakini ni lazima mkubali na kumpokea akutawale na anitawale. Baada ya yeye kuwa muumbaji, kuwa mtawala, yeye pia ni hakimu ama anayetoa hukumu. Namna gani yule ambaye tumemzungumzia hapa kuwa muumbaji, mtawala, anakuwa tena wa hukumu? Anatoa hukumu kama mfalme, kwa sababu yeye ndiye anatawala mambo yote. Na hiyo tunapojua kwamba yeye ndiye mhakimu na mambo yote tunayofanya itawekwa kwenye hukumu, tuelewe pamoja nami ya kwamba ni lazima tumtolee maisha. Unapomtolea maisha, akikuita hata hukumuni, moyoni utakuwa na furaha, hutaogopa chochote, kwa sababu utajua c'est un jugement qui est déjà gagné d'avance. Donc un procès gagné d'avance, parce que juge président ama hakimu mkuu ni Mungu wako ambaye unampenda, ambaye unashika kanuni zake, na hapo hutaogopa hukumu. Utaenda hapo ukiwa na ujasiri, kwa sababu utakuwa na uwezo wa kushinda kwenye hukumu hiyo, kwa sababu Mungu ndiye anayetoa hukumu, na ukimtaka, ukiishi kulingana na mapenzi yake, itakuwa ni vitu vizuri. At the same time, anakuwa anawaambia wale waovu waache njia zao, kwa sababu anataka wamrudilie. Wasipomrudilia, kuna siku wataenda motoni. Hivi Mungu ni mwingi wa rehema, lakini pia anatoa hukumu kwa wale ambao wanasikia sauti yake na kufanya aliyowaamuru. Watateseka hakika, lakini Mungu hataki uwe miongoni mwa watakaoteseka. Tulizungumzia pia mkataba. Yeye amefanya pia maagano na wana wake, na anaendelea kushikilia maagano yake. Hakuna maagano ambayo anayapoteza. Anaposema mimi nakupenda, nitakuchunga, nitakulinda, hivyo anaendelea hivyo. Si kama watu wa dunia ambao mnapatana nao na hatimaye wanavunja mapatano. Yeye havunji mapatano. Amepatana na wewe, na wewe endelea kutunza ile mapatano. Shika anachokuambia. Hiyo mapatano yake inatusukumia kwenye sheria yake. Anapofanya nasi mapatano, ni lazima sheria yake tuitunze vizuri sana, kwa sababu inatuletea furaha, inatuletea amani, inatuletea usalama. Naweza sema kwamba kifupi tu somo ilikuwa inazungumzia maneno kama na yale. Sasa hapa kwenye reflexion avancée inatuonyesha kwamba, nisome kwa Kiswahili hapa, inasema nini kujifunza zaidi. Inasema somo la juma hii linaangazia baadhi ya maelezo muhimu ya Mungu na shughuli zake ambazo huanzisha ulimwengu na kuufanya kuwa thabiti na salama. Hivi watunga Zaburi wanamsihi Mungu ambaye ndiye muumba, mfalme na hakimu, tena mwokozi wa agano na mtoa sheria. Hivi majukumu katika ulimwengu ambayo Mungu anashikilia yanaonyeshwa zaidi katika majina na vyeo vingine mbalimbali vya Mungu, ikiwemo mchungaji. Inamuita mchungaji wetu, hata mwamba wa wokovu inamuita pia baba. Katika ulimwengu tunaweza kuwa salama hata katikati ya mstuko ama msukosuko wa pambano kuu, kwa sababu Mungu ni mkuu na mwaminifu katika yote anayoyafanya na kuyasema. Ingawa mada hizi za kitheolojia bado hazijakamilika, zinaonyesha njia mbalimbali ambazo Mungu anajidhihirisha katika Zaburi, na kudhihirishwa kwake kungalikuambia kitu fulani kulingana na mtindo wako wa kuishi. Ishi unapojua kwamba Mungu ndiye akakuumba. Mheshimu hakika katika mambo yote, usibishane na yeye. Ishi unapojua kwamba yeye ndiye anatawala, ndiye mfalme. Usiruhusu kujitawala akutawale. Ishi unapojua kwamba yeye ndiye hakimu. Mambo yote unayofanya itawekwa hukumu. Ishi unapojua kwamba yeye amefanya mapatano, agano na wewe, na anaendelea kushika mapatano. Na uishi pia ukijua ya kwamba sheria zake amezitoa ili kwamba tuziishi. Zitatuletea usalama na amani na furaha katika jimbo ambalo Mungu analitawala. Mnielewe ninapoliita jimbo, sio kwamba nalifanya kwa kidogo, lakini mahali tunapokaa
wake katika ulimwengu wote. Tumtumainie Mungu. Nisome kwenye kitabu kia dada White kinachoitwa Ellen G. White Steps to Christ, ukurasa wa 15. Tunaona kadri tunavyojifunza zaidi tabia ya kiungu katika nuru ya msalaba, ndivyo tunavyozidi kuona rehema, upole na msamaha ukichanganyikana na usawa na haki, na ndivyo tunavyotambua kwa uwazi zaidi ushahidi usiohesabika wa upendo usio na kikomo na huruma inayopita ya mama kwa mtoto wake mpotovu. Mungu ana huruma zaidi ya wazazi jinsi wanavyo kwa watoto wao, na anakuhurumia mara unapomuomba msamaha. Yuko tayari kukupokea. Ndugu mpendwa, nikutolee maswali ambazo nakuwa hapa, maswali 4, na utajibia kwenye comment. Itakuwa ni kitu kizuri. Ukiwa na pendekezo unaitoa. Swali la kwanza: kwa nini kuelewa uhalisi wa kuenea kwa pambano hilo kuu ni muhimu katika kutusaidia kuelewa kwamba licha ya utawala wa enzi kuu la Mungu, bado kuna msukosuko na mateso mengi katika ulimwengu wetu? Na kwa nini wazo hili la pambano kuu litakusaidia sasa? Fikiria, ikikupendeza ujibia hata kwenye comment, saidia watu wengine. Pili, imani katika Mungu kama muumba inapaswa isaidieje kujielewa sisi wenyewe na uhusiano wetu na viumbe vingine vyote, na ni nini kinatokea wakati tunapotoka kwenye ukweli huo? Fikiria kwa Zaburi ya 106:35 hadi 42. Toa jibu lako hapa kwenye comment. 3, hivi ni nini kilikuwa kibaya kwa sanamu za mataifa katika nyakati za Biblia? Kwa hiyo lingana na Zaburi ya 115:4 hadi 8. Na je, kuhusu sanamu za kisasa, na kwa nini hizo ni hatari katika kutembea kwetu kwa Bwana? Jibia pia, utakuwa umefanya kitu kizuri. Swali la mwisho: watu wa Mungu wanapaswa kuishi namna gani wakijua kwamba hukumu ya Mungu huanzia na watu wake, na Mungu huwahukumuje watu wake na kwa hatima gani? Fikiria, toa majibu. Bwana, tunakushukuru mara tena kwa sababu wewe ndiyo katumba, wewe ndiye mtawala wetu, wewe ndiye hakimu wetu, na umefanya mapatano nasi, hata shuhuda zako ni hakika. Tufunze, tuziweke mioyoni, nifunge maneno yako moyoni mwangu ili kwamba nisikukosee, pamoja na mtazamaji, katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu, usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine, na kuweka masomo haya kwenye maisha yako ya kubadilisha, katika jina la Yesu Kristo, amina.